Watu wa Agano la Kale hawakuruhusiwa kutumia damu ya mnyama kuinywa ama kuitumia katika meza ya Bwana, kwa sababu damu ya mnyama ama uhai wa mnyama unakuanga kwenye hiyo damu. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa mfano, kama ukichinja kuku na ukakunywa damu yake, kile ambacho kinatokea ni kwamba uhai wa yule kuku huo unaingianga ndani yako, na hapo ndio sasa utakuwa na tabia kama za kuku ama tabia za mnyama yeyote ambaye umekunywa damu yake. Bwana Yesu asifiwe sana. Ndio maana ile neno ya kwamba huyu mtu ako na tabia za kinyama, unaona huyu mtu anakuwa na tabia za kuua watu, anakuwa na tabia kama za wanyama. Mtu yeyote ambaye anakuwa na tabia za kutembea uchi, mara nyingi ukiombea yule mtu atakuwa anaweza akalipuka maroho za wanyama ndani yake. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Kuna watu sasa hawanywi damu za wanyama physically ama wakakutumia kinywa, lakini mara nyingi hawa watu wananyoshangwa damu wakati ule wamelala katika ndoto. Huyu mtu ukifuatilia sana utaona kwamba atakuwa na tabia kama za wanyama. Kuna tabia fulani ambazo atakuwa amezirithi, ambao zile tabia haziko sawa. Sasa kuna watu wengine ambao hawakunywi damu za wanyama physically, lakini wale watu wameingia kwenye angano ya damu kupitia kwa uasherati. Maana uasherati, kuna kitu kinaitwa blood exchange ambayo inatokeanga pale baada ya kuwa watu wamefanya uasherati. Unanielewa? Ndio maana ukisoma kwenye kile kitabu cha Matendo ya Mitume 15 mstari wa 27, lakini pia kitabu cha Matendo ya Mitume 21:25, utaona kwamba huyu ni Paulo. Utaona kwamba maandiko yasema hivi: ilimpendeza Roho Mtakatifu na sisi tusiwatwike mzigo ila hayo yaliyo ya lazima. Sasa hiki kisa kilikuwa hivi. Kuna wakati ulitokea kati ya Wayahudi na watu wa mataifa. Wayahudi wakaanza kuwaambia watu wa mataifa ya kwamba kama hamjatahiriwa hamjaokoka sawa sawa. Maana sheria za Wayahudi ilikuwa ni lazima mtu akiwa Myahudi atahiriwe, ilikuwa ni sheria kabisa. Kwa hivyo Wayahudi wakaona watu wa mataifa kama hawajatahiriwa ni bila shaka hawajaokoka kweli kweli. Maandiko yanasema ya kwamba mitume wakakaa pamoja ili wajadili neno hili, na wakiwa wanashirikiana na Roho Mtakatifu wa Bwana wakapata majibu tofauti tofauti. Na jibu ya kwanza ambao waliipata, walisema ya kwamba sio lazima mtu akiwa atahiriwe ndio isemekane kwamba ameokoka. Bora wakapeana masharti ambayo ni ya lazima. Wakasema ya kwamba kati ya vitu ambao wanafaa kuzingatia mataifa sio tu kutahiriwa, lakini wanafaa wazingatie number one, wanafaa wazingatie kujiepusha na vitu vilivyotolewa sadaka, vitu ambazo zimetolewa sadaka kwa mizimu ama kwa mashetani ama kwa miungu. Hicho ndio kitu cha kwanza waliambiwa kwamba wanafaa wajiepushe na hizo vitu. Tunaongelea kuhusiana na wale wanyama ambao wanachinjwa kwa sababu ya mizimu, kwa sababu ya mashetani, kwa sababu ya mambo ya kichawi. Na wale wanyama baada ya kuwa wamechinjwa damu ikamwangika, wale wanyama sasa mara nyingi wanachukuliangwa na watu wa familia ama watu ambao wamechinja, wanaenda wanakula ile nyama. Sasa walipokaa chini mitume wakakubaliana jambo moja, wakasema ya kwamba mataifa hatufai kuwatwika mzigo mzito, lakini wajiepushe na sadaka, wajiepushe na vitu ambao zilizotolewa sadaka ama wanyama ambao walikuwa wametolewa sadaka. Hiyo ni jambo la kwanza. Namba 2, wakakubaliana kwamba mataifa wajiepushe na damu kwa namna yoyote ile, ya kwamba wasije wakanywa damu ya mnyama, wasije wakala damu ya mnyama. Ukiangalia maandiko ambayo nilikuwa nimekusomea pale mwanzo, nimekuambia kwamba maandiko ambayo yameandikwa pale yanasema ya kwamba msile damu. Kwani hii neno kula inamaanisha nini? Inamaanisha ya kwamba hata ukingandisha damu kasema ya kwamba unatumia kama mturua, bado hiyo ni hatia, bado hapo unakula damu, maana uhai wa mnyama yule utaingia ndani yako kwa njia moja ama nyingine.
Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini pia wale mitume wakakubaliana ya kwamba mataifa wanafaa kujiepusha na nyama zilizosongolewa. Hizi ni nyama ambazo zilijifia, au wale wanyama ambao unawapata mnyama amekufa mwenyewe na unamchukua. Unapata kwamba kuna kuku amekufa, ni kuku wako kabisa, lakini unamchukua, hujui ni nini kimemuua yule kuku, lakini unamchukua yule kuku, unamchukua yule kware, unamchukua yule mbuzi ambaye amekufa na hujui ni nini kimemuua, unamfanya kuwa kitoweo, unamkula. Mitume walipokaa chini wakiwa na mwongozo wa Roho Mtakatifu, wakaambiwa ama wakatoa sheria ya kwamba kula mnyama ambaye amejifia mwenyewe, nyama ya kusongolewa ni makosa. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Lakini namba 4 walikubaliana kwamba mataifa wajiepushe na uasherati. Kwa nini uasherati? Maana wakati wa uasherati kuna kitu kinaitwa blood exchange inatokeanga pale, kwamba yule ambao unazini naye mna exchange damu, na mnapo exchange damu kuna angano unaingia na huyu mtu ambaye hajaokoka. Na ukiingia angano na huyu mtu ni kwamba kama huyu mtu ni mchawi, kama huyu mtu ni mshirikina, kama huyu mtu ako na uasherati, kama huyu mtu ni mlevi, kama huyu mtu ako na hasira, inakuanga ni rahisi sana hizo maspiriti zote zikawa zimeambukizwa ama umeziambukizwa kupitia kwa uasherati. Kwa hivyo damu haikukatazwa tu kunywewa peke yake, lakini kwenye uasherati kule kuexchange damu na mtu ambaye hajaokoka ama kufanya uasherati, walikubaliana mitume wakasema ya kwamba haifai hata kidogo. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Kwa hivyo kwenye meza ya Bwana, wakati ule ambapo unapotumia damu ya Yesu Kristo kwenye meza ya Bwana, huwa inatakasanga damu yako na damu ya ukoo wako. Ndio maana unafaa kuiapply kila wakati. Maandiko yanasema fanyeni hivi kila wakati kwa ajili ya ukumbusho wa Bwana. Meza ya Bwana ama damu ya Yesu Kristo ambayo unaipata kupitia kwa meza ya Bwana inakufanya umkumbuke Yesu na uanze kwenda katika uwepo wake, uanze kumtafuta Mungu, uanze kusoma neno, uanze kuomba tena kama vile ulikuwa unaomba zamani. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa, kwa nini watu wa zamani walikatazwa kunywa damu ama kula damu ya mnyama? Namba 1, walikatazwa kula damu ya mnyama ama kunywa damu ya mnyama kwa sababu wakila damu ya mnyama, uhai wa mnyama utaingia ndani yao. Kwa hivyo kuna maspiriti za wanyama zitaingia ndani ya watu. Nielewa. Lakini pia kuna kitu kingine ambacho waliambiwa wasile damu kwa sababu Mungu alikuwa ameandaa damu ya Yesu Kristo ndio ije kuwa ndio chakula kishukacho toka mbinguni. Tutumie damu ya Yesu Kristo, maana ndio iko na udhamana wa kutosha na ndio iko na nguvu ya kutosha kutukomboa sisi wenyewe. Lakini pia damu ya wanyama inakuanga na mangojo. Kwa hivyo mtu akila ama akinywa damu ya mnyama, yale mangojo yanaweza kuingia ndani yake. Sijui kama naeleweka. Sasa kwenye kile kitabu cha Wakorinto wa kwanza 11:23, hapo Paulo kuna sheria ambazo ameziweka. Amesema ya kwamba kama ukianza kula damu ya Yesu Kristo, kuna vitu unafaa kuwa mwangalifu katika hizo vitu. Kwenye hicho kitabu cha Wakorinto wa kwanza mlango wa 11:23 anasema ya kwamba mnapokula meza ya Bwana ama mnaposhiriki damu ya meza ya Bwana, mnafaa number 1 mungojane. Number 2, mnafaa mjioje nafsi zenu. Anasema kuna watu walio wangojwa, waliokufa kwa sababu walikula ile damu bila kujioji. Lakini pia Paulo anasema ya kwamba mnafaa msile kwa sababu mko na njaa. Kama mko na njaa, mtu anafaa aende akule kwake. Lakini pia Paulo anasema mtu anafaa asile akiwa mlevi. Na pia maandiko yanasema ya kwamba kwa sababu ya mambo yale kuna watu walio wangojwa na kuna wengine waliofariki kwa sababu ya kutoshiriki meza ya Bwana kwa namna ambao inafaa. Kwa hivyo hizi ni sheria ambazo unafaa kuzifuata wakati ule ambapo unashiriki meza ya Bwana, ndio usije ukaingia kwenye shida pamoja na kuwa ni damu ya Yesu Kristo.